usipoomba usitarajie maisha yako kubadilika. Usipoomba kwa juhudi usitarajie maisha yako kugeuzwa. Ndio maana tunaona Yakobo anauawa kwa sababu kanisa halikuomba. Lakini Petro, Biblia inasema kanisa liliomba kwa juhudi, na baada ya kuomba kwa juhudi Mungu anapeleka malaika. Leo walokole wanaminywa na wachawi. Kwa nini? Kwa sababu wamepoa, wamekuwa baridi. Maisha yako hayajulikani kama umesimama au umechuchumaa. Uko kama chura. Ukimkuta chura hujui amesimama au amechuchumaa. Ndio maisha walokole wengi. Ibadani hatukuelewi, kwenye maombi hatukuelewi, ila upo tu. Yesu anasema ukiwa baridi ninakutapika, wala vuguvugu nahitaji uwe moto. Na moto hautakuja kama sio mwombaji. Tuna wasanii kanisani leo, anaigiza kama ameokoka, kumbe hajaokoka. Yupo tu anakuja hapa anasubiri siku ya mwisho mchungaji amsike, tutakuzika. Lakini si hivyo tu, leo warokole wengi wana shida. Tatizo sio Mungu, tatizo sio nani, tatizo ni maombi. Hatuombi. Na Yesu anasema hata sasa hamjafanya nini? Hamjaomba. Kwa nini? Kwa sababu maombi ni njia pekee Mungu ameichagua kwa mtoto wa Mungu aende mbele za kwake, amwambie Yesu, nina uhitaji 1, 2, 3. Lakini aende aseme kama kuna kikwazo, akibomoe kikwazo. Kuna watu wanaleta giza kwenye biashara yako, unahitaji kuliondoa giza kwa maombi. Kuna watu wametengeneza machuma ulete, unapoendelea kuomba chuma ulete ikifika inaona moto. Kinamkuta mtu anaomba, yani hapa tu maneno matatu, miayo 20 na kidogo. Unafikiri anataka kula sijui nini? Yani uwezo wa kuomba hata nusu sali moja huna, ni miayo mitupu.